Kwa takriban siku kadhaa, baadhi ya maeneo ya wakazi wa mkoa wa Mwanza walijikuta wakikosa huduma ya maji, jambo lilopelekea kuiomba serikali kuingilia kati swala hilo ili kuwanusuru na kero hiyo. Jitihada za makusudi zimefanyika kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Said Mtanda, kwa kushirikiana na Wizara ya Maji pamoja na shirika la ugawaji umeme nchini Tanzania TANESCO, na hatimaye huduma hiyo imerejea kama ilivyokuwa hapo awali. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa amesema tatizo hilo limekwisha na wananchi wanapaswa kutoa hofu, huku katibu mkuu wa Wizara ya Maji Injinia Mwajuma Waziri akifafanua tatizo hilo na jinsi walivyoweza kulidhibiti. Changamoto iliyojitokeza ni ule umeme kutofika kwenye pampu. Kwa sababu mwingine alikuwa ananiuliza, mbona hizi pampu ni mpya na mradi umezinduliwa hivi karibuni, kwa nini pampu imekufa? Kilichokufa sio pampu, bali mawasiliano ya umeme kwenda kwenye pampu. Kwa hiyo ndio maana ule mfumo wa umeme sasa umerekebishwa ili kuruhusu umeme huo kufika kwenye pampu, kwa sababu pampu haiwezi kusukuma maji kama umeme haufiki. Kwa hiyo wataalamu wetu ninawashukuruni sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Ni kazi ya kizalendo. Sasa technical part tumemaliza, kwa maana sasa umeme hata ukisheki tunaamini mashine yetu haiwezi kuathirika kwa sababu kuna marekebisho yamefanyika. Sasa tunaamini kwamba umeme unafika vizuri kwenye pampu kama ambavyo mmeona, na tunaamini sasa maji yanaenda kwenye tenki kama ambavyo tutaona. Kwa hiyo niendelee tu kutoa wito kwa wananchi kwamba maeneo yote wanaonitumia ujumbe, wanaonipigia simu, wawe na amani kwamba huduma ya maji imeanza kurejea. Na nitumie fursa hii pia kumshukuru sana mkurugenzi wa MWAUWASA dada yetu Neli, lakini pia katibu mkuu wa Wizara ya Maji Injinia Mwajuma. Wanawake huwa wakipewa kazi wanaweza. Kwa hiyo ni wakina mama ambao wanafanya kazi sana, tena kwa uzalendo mkubwa sana. Unajua, unaweza ukafanya kazi kwa kuwa unalipwa mshahara, lakini hawa ni imani yangu wanafanya kazi kwa sababu kazi ni ibada. Kwa hiyo wanakwenda beyond expectation yetu. Kama wasingekuwa hawa na wataalamu hawa kujitoa muda wa ziada kuhakikisha kwamba mfumo wa umeme unarekebishwa, pengine tungetumia zaidi ya wiki moja kurekebisha tatizo hili. Lakini kwa muda huu mfupi wizara imekuwa consent, lakini pia mamlaka imekuwa consent. Kwa hiyo mimi engineer ninakushukuru wewe na wataalamu wako, lakini pia mfikishie salamu Mheshimiwa Waziri kwamba tunamshukuru sana kwa namna ambavyo wizara imeonyesha consent ya hali ya juu. Mmeacha ofisi mkaamua kuja mliposikia tuna kero kubwa ya maji. Kwa hiyo tunawashukuruni sana, na sasa niko tayari kwenda kuona flow ya maji kwenye tenki yetu. Tumeingia kwenye chumba cha pampu. Mmejionea wenyewe pampu inafanya kazi, sio magumashi. Kwa sababu ingekuwa magumashi tungeweza kuwaonyesha huko, lakini tumeenda mpaka kwenye eneo. Na kuhusu kujua changamoto ilikuwa ni nini, Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameongea na mimi nikiwa kule Nairobi kwa mifano na kwa kuonyesha katika ile mitambo. Tunafahamu kwamba umeme unatoka kwenye transformer unaingia kwenye system yetu. Watu wa TANESCO wanaishia pale kwenye kuzona transformer. Baada ya hapo kwenye transformer kuja kwenye mitambo yetu hapo na kuingia kwenye pampu inakuwa ni jukumu letu sisi Wizara ya Maji. Kwa hiyo endapo ile system iko tunaita kwa sasa hivi kitaalamu so sophisticated, ni SCADA, ni PLC, ni automated system. Kwa hiyo kukiwa kuna kichangamoto kidogo tu huwa kuna faults inatokea. Kwa hiyo mahusiano kati ya ile system inayopitisha umeme kuleta kwenye pampu yanafanya nini? Yanapotea. Kwa hiyo pampu haiwezi kufanya nini? Kufanya kazi. Kwa hiyo hicho ndo ambacho mmekiona. Na kile kitu ambacho kilikuwa kinaleta shida mmeona pale tumefanya nini? Tumerekebisha. Vifaa vyovyote wamezungumza hata wenzangu ni kama mwili wa binadamu. Hizi ni infrastructures tu. Unaweza ukaumwa homa, ukaumwa malaria, ukatakiwa uchome sindano upewe dawa hii, lakini haimaanishi mfumo mzima umefanya nini? Umeharibika. Kwa hiyo tu nitoe rai na niseme kwamba commitment yetu sisi kama Wizara ya Maji sio kwamba tumeziba ufa, hatujaziba ufa, kwa hiyo hatutaweza kujenga ukuta. Haya ni masuala ya kawaida. Unapozungumzia hizo marekebisho ya hapa na hapa yapo, kwa sababu huwezi ukaishi throughout yani miaka yako yote
bila kutokea changamoto. Muhimu ni kwamba changamoto inapotokea unaitatua kwa muda gani. Jitihada zozote serikali inafanya, na mmeona baada ya changamoto kutokea timu nzima imehamia pale, ikiwemo mimi katibu mkuu pamoja na mkurugenzi wangu na wataalamu wangu wote, si wa Mwanza tu, wengine tumewatoa maeneo mbalimbali kuhakikisha ile changamoto iliyojitokeza tunaenda kuirekebisha, na mmeona tumeirekebisha na mambo yamerudi kama yalivyo. Na hiyo ndio spirit ya Wizara ya Maji. Hakuna sehemu ambako changamoto itatokea tunyamaze kimya au wataalamu, na ndio maana ya kusoma. Wataalamu wamesomeshwa, hata sisi tumesoma. Mimi by profession ni engineer, jukumu langu ni kuhakikisha nina troubleshoot na kufanyia kazi changamoto ambazo zinazojitokeza zinazoendana na field yangu, na hiyo kitu imefanyika na tutaendelea kufanya.